Watanzania wenzangu, kwa kipindi cha takriban miaka 30 ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeendelea kutekeleza majukumu mbalimbali katika maeneo ya upangaji, upimaji, utawala wa ardhi, uthamini, usimamizi wa sekta ya milki na nyumba na utatuzi wa migogoro. Historia inaonyesha kuwa mfumo wa umilikaji umepitia mabadiliko kadhaa kuanzia kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya kupata uhuru. Wakati wa Ujerumani walianzisha mfumo wa kumiliki ardhi ambapo ardhi iliwekwa chini ya dhibiti wa gavana na yeye ndiye alikuwa na mamlaka ya kutoa haki za kumiliki kwa wananchi. Baadaye waliingia Waingereza ambao nao walirithi mfumo wa kumiliki ardhi wa Ujerumani ambao pia walikuwa wameanzisha mfumo huru. Mfumo wa kumiliki ardhi ambao hauna ukomo. Lakini Waingereza walipokuja, pamoja na kuendelea na mfumo usiokuwa na ukomo, pia walitambua haki za wenyeji za kumiliki ardhi katika kipindi hicho. Itakumbukwa kwamba mwaka 1961 wakati taifa letu linapata uhuru, tulikuwa takribani Watanzania milioni 9. Lakini mipaka yetu ambayo tulipata nayo uhuru ni ile ile. Kwa maana yake ardhi tulionayo ni ile ile ambayo leo hii mwaka 2025 ambapo kwa sensa ya mwaka 2022 tuko Watanzania zaidi ya milioni 64. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambapo ardhi yetu ina uhitaji mkubwa na watu wanazidi kuongezeka, lakini ardhi yetu haiongezeki. Sasa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua hili, alituelekeza kufanya mapitio ya sera ya ardhi ya mwaka 1995 na kuweza kuangalia ni namna gani bora tutaweka utawala wa ardhi ambao utakuwa una mpangilio. Unapoitaja sera hii ya taifa ya ardhi, huwezi kuliweka kando kundi la watumishi waliowahi kuhudumu katika sekta ya ardhi nchini, lakini pia kundi la vijana linalotajwa kuwa ndio taifa la leo na la baadaye. Chimbuko la sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995, kulikuwa na migogoro mingi nchini. Ikafika mahali Mheshimiwa Rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa Rais Ali Hassan Mwinyi, akawa ameunda tume au wanaita Land Commission. Baada ya kazi hiyo ya tume, ilibainisha matatizo, changamoto nyingi sana na mapendekezo ya namna ya kufanya, na moja lililopendekezwa ni kuwa na sera ya taifa ya ardhi. Imekuwa ni tajamala upendeleo kwamba sera mpya ya ardhi inakwenda kuzinduliwa, na hii ni fursa kwa vijana, na ndio kusema tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kulizingatia hili na kuondoa kero kwa wananchi. Sera hii, sera mpya ambayo tunataka kuzindua sasa hivi, mimi nina imani kwa kiwango kikubwa itamaliza au itapunguza sana migogoro, kwa sababu serikali imejizatiti kabisa kuhakikisha kabisa kwamba migogoro baina ya wakulima na wafugaji inakwisha. Mbali ya mafanikio katika utekelezaji wa malengo ya sera, sekta ya ardhi imepata mafanikio mbalimbali ya jumla katika matumizi ya tehama. Mifumo kusomana ya serikali na hasa mifumo ya mapato. Sasa kila kitu kinaenda kidijitali na mifumo inasomana. Tumeenda kuhakikisha kwamba tehama ni sehemu kubwa ya utawala wa ardhi. Mmeona namna sasa hati zinatoka kidijitali, mmeona namna mfumo wa ardhi unavyosomana na NIDA, unavyosomana na TRA na unavyosomana na wenzetu wa BRELA. Haya yote ni maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uzinduzi wa sera hii ni katika kuona maono yale ya rais wetu yanatimia. Pia mafanikio yamepatikana katika utatuzi wa migogoro ya ardhi kiutawala na utoaji huduma kwa wananchi kupitia uendeshaji wa kliniki za ardhi katika maeneo mbalimbali ya mikoa yote nchini. Kupitia kliniki hizo, takribani wananchi 41,508 walisikilizwa na kupatiwa huduma, ambapo migogoro 8,432 ilitatuliwa na jumla ya hati miliki 20,426 zimetolewa. Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 49 ambazo fedha hizi zilikuwa kwenye mradi wa LTIP.
Tumepata vitendea kazi vya upimaji, tumepata vitendea kazi vya usafiri, tumepata vitendea kazi vya maofisini na mambo kadha wa kadha. Lakini vile vile tumeenda kupima vijiji vyetu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Ikumbukwe mpaka anapoingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan tulikuwa tumepima vijiji 4,000 tu katika nchi yetu yenye vijiji zaidi ya 12,000. Lakini katika kipindi kifupi cha Daktari Samia Suluhu Hassan tunakwenda kupima zaidi ya vijiji 2,000 katika taifa letu. Katika kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya upimaji na ramani, Mheshimiwa Rais ametuletea mradi ambao una thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 65, mradi wa LDI, ambapo mradi huu unakwenda sasa kuhakikisha tunaiangalia nchi yetu yote, tunaiskani kwa kidijitali, ambapo ramani zote zitakuwa ni za kidijitali. Kwa hiyo itasaidia katika upangaji wetu wa nchi yetu. Mtu wa mamlaka ya maji ataangalia ramani ambayo ni moja, mtu wa barabara ataangalia ramani ambayo ni moja, mtu ambaye anataka kuchimba mtaro wa kupitisha nyaya za umeme au nguzo au nini atatumia ramani moja. Serikali inatekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi, reli ya kisasa yani SGR na bwawa la Mwalimu Nyerere. Katika miradi yetu mikubwa tulionayo ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR na bomba la mafuta, wathamini walifanya kazi hiyo na kutayarisha majedwali ambayo yalitumika kulipa fidia. Fidia hiyo ililipwa kwa wakati na miradi hiyo kuanza. Tunapopata umeme kutoka katika bwawa la Mwalimu Nyerere tunafurahia kazi kubwa iliyofanywa na wathamini, na pale tunapoipanda SGR tunakuwa na amani kwamba wananchi waliokuwa na mali katika maeneo hayo walilipwa fidia yao kwa wakati. Pamoja na ushiriki katika mradi wa kimkakati, wizara imeshiriki katika shughuli mbalimbali za kitaifa, hususan katika upangaji, upimaji na umilikishaji ardhi kwa wakazi mbadala 269 ya waathirika wa maporomoko ya udongo yaliyotokea mkoani Manyara katika eneo la Hanang, na makazi mbadala ya wananchi wanaohama kwa hiari katika wilaya ya Ngorongoro na kwenda Msomera, wilaya ya Handeni, ambapo makazi 5,570 na mashamba 8,251 yamepangwa na kupimwa. Urefu wa takriban kilomita 4,700 ambapo kilomita 1,459 ni nchi kavu na kilomita 3,290 ni katika maji. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inalo jukumu la uimarishaji wa mipaka kimataifa kati ya Tanzania na nchi jirani. Zoezi la uimarishaji mpaka hujumuisha wataalamu. Zoezi hili linafanyika baada ya kuainisha alama za mipaka zinazohitajika ili ziweze kuimarishwa. Na uimarishaji huu unafanyika kwa kuzingatia uwekaji wa alama kutoka alama moja kwenda nyingine. Ili kudhibiti ukuaji usiofuata taratibu za mipango miji, wizara imechukua hatua ya kutambua na kuyatangaza maeneo ya miji yanayokuwa kwa kasi na kuyapanga. Jumla ya maeneo 1,005 yametangazwa na maeneo mengine 1,065 yaliyoiva kimji yameainishwa. Katika sera taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 imesisitiza kuendelea kuwa na miji endelevu katika nchi yetu, lakini kuboresha makazi ya wananchi katika nchi yetu. Wizara kupitia shirika la nyumba la taifa NHC imeendelea kujenga nyumba za makazi ili kukidhi mahitaji ya makazi bora ya wananchi kupitia miradi mbalimbali ikiwemo ile ya mradi wa Morocco Square uliokamilika kwa 100% na mradi wa Kawe 711 unaoendelea na ujenzi. Pia shirika linaendelea na utekelezaji wa mradi wa Samia Housing Scheme unaotarajiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 466 ukiwa na lengo la kujenga nyumba 5,000 kwa awamu katika mikoa mbalimbali nchini. Malengo mahususi ya sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023 ni kuimarisha mfumo wa umilikaji na uendeshaji ardhi ili kuwezesha raia wote kuwa na haki sawa ya kupata ardhi na kulinda ardhi ya serikali. Tunapoongelea kuhusu umiliki wa ardhi Tanzania, sera ya mwaka 1995 ilitoa haki sawa ya umiliki wa ardhi kwa mwanamke na mwanaume. Hata hivyo, inapokuja suala la urithi, ile sera ya mwaka 1995 iliweka kipengele cha mila na desturi kuzingatiwa katika swala zima la urithi, hasa
ikimbagua mwanamke katika swala hilo la urithi. Lakini katika maboresho ya sera, kwa maana hii sera mpya, swala la mila na desturi limeondolewa. Hii ina maana ya kwamba wanawake na wanaume katika umiliki wa ardhi wote wako sawa, lakini hata pia katika swala zima la urithi wote wapo sawa.